Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Lugha ya makada wa Chauma wanaozungumza ya kuhusu Lissu au kuhusu viongozi wa Chadema ni maneno ya hovyo kabisa, yapaswa hata kuzungumzwa na viongozi wa vyama vya kisiasa. Vyama vya upinzani vinapaswa kuungana kuzungumza lugha moja, na kazi ya vyama vya siasa ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani ili vyenyewe viingie madarakani. Hayo ndo malengo ya chama cha siasa. Kwa hiyo ukimuona mwanasiasa wa chama cha upinzani anakikosoa chama kingine cha siasa, malengo yake yako kwenye mrengo wa watawala, na nyinyi mnafahamu viko vyama vya namna hiyo. Nimewaambia chama cha siasa wajibu wake mkubwa ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani. Wajibu wake mkubwa ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani. Sasa kama chama cha siasa ukiona wanatoka viongozi wa chama kingine wanakosoa viongozi wa chama kingine, sio hilo jambo liko sawa sawa. Nimewaambia ndani, nimewaambia kote tulikokutana, nikawaambia mnapaswa kutoa majawabu. Hisi ni chama cha siasa. Bahati mbaya, naweza nikasema bahati mbaya, kimeshiriki uchaguzi wa 2025. 2025 sio? Uchaguzi ambao mazingira yake kila mtu anayajua. Sasa ukiona chama cha siasa kinakaa kimya na kinashiriki uchaguzi wa namna ile, kinakwenda kushiriki mshindi wa CCM katika matokeo ambayo hayaeleweki, kinashiriki kutangazwa kwake, kinashiriki kuapishwa kwake, nimewakosoa ndani nikawaambia hamko sawa sawa, hamko sahihi, mnaonekana mko mrengo huo. Kwa hiyo hilo wanaelewa na wananichukia kwenye jambo hilo, lakini mimi ni msimamo wangu, nimewaambia hamko sawa sawa kwenye kutimiza wajibu wenu kama chama cha siasa. Kwa hiyo nilitarajia wao ndo wangetoka na maoni makali zaidi, walaani mauaji yaliyotokea, mauaji ya vijana waliouawa bila hatia, watoke walaani uchaguzi ulivyoendeshwa, walaani matokeo waliojipangia. Walikuwa wazungumze wao ndo walitakiwa watoe lawama hasa kwa sababu walishiriki uchaguzi. Lakini unaona wao wanashiriki na wale ambao waliwakandamiza. Hii ni jambo la ajabu sana. Ndio maana mimi nimeshindwa kuelewana nao. Nimewaambia wazi, kwa namna hii hatuwezi tukasema sisi ni chama cha siasa. Na hata hiyo minongono inayoendelea kwamba nyinyi ni CCMB inapata mashiko, kwa sababu haiwezekani. Yule aliyekusababisha ulie, yule aliyekuumiza, ndio huyo unamkumbatia, ndio huyo anakualika, unashiriki hafla zake zote. Haiwezekani, hatujazoea hivyo. Chama cha siasa hakijawa hivyo. Hatujawahi kuwa hivyo. Wewe unagombea urais, unapewa kura namba za viatu na unakwenda unashiriki katika hatua zote za kukabidhiwa cheti, unashiriki hatua zote za kuapishwa, unashiriki kila hatua. Sasa tunakuelewaje? Na Watanzania hawawezi kutuelewa, ndugu zangu, kwa sababu wajibu wa chama cha siasa chochote nchini ni kushika dola. Madhumuni yake ni hayo. Sasa ukitoka kwenye madhumuni na wajibu mkubwa sasa ili kuelekea huko ni wajibu wa kuikosoa serikali iliyoko madarakani. Sasa tukiondoka kwenye kuikosoa serikali, sisi tunafanya nini? Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.